Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kabila la Wahadzabe ni moja makabila yaliyopo eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Makabila mengine ni pamoja na Wamasai na Wadatoga, ambapo kwa pamoja naguswa na mradi wa Geopark ya Ngorongoro maarufu kama Ngorongoro Lengai UNESCO Global Geopark, ambao kwa sasa imeasisi uanzishwaji wa makumbusho kubwa na ya kisasa iliyopo wilayani Karatu, inasimamiwa na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Makala haya inaangazia thamani ya mnyama nyani katika kuoa kwenye kabila la Wahadzabe. Kwa mujibu wa wazee mbalimbali wa kabila hilo, katika maisha yao ya kila siku jamii hii huishi kama kundi moja lililoshirikiana bila utengano wa familia au ukoo, tofauti na makabila mengine nchini ambayo hutambuana pia kwa kutumia ukoo. Wahadzabe katika Geopark ya Ngorongoro wanapatikana pembezoni mwa ziwa Eyasi, ambao wameweka maskani yao na kuendeleza maisha yao ya jadi kwa kuwinda, kurina asali na kuchimba mizizi, ambapo mfumo huu wa maisha yasiyobadilisha yamepambwa na kila aina ya silka, tabia na taratibu za utamaduni wa jadi. Jambo silojua na la kusisimua ni kuwa kijana anapotoka kuoa katika kabila la Hadzabe ni lazima awe shupavu na hodari wa kuwinda wanyama, na kijana hutakiwa kuhakikisha kuwa na uwezo wa kukabiliana na wanyama wakali wanaoishi porini. Na moja kati ya sifa za kuoa katika kabila hili ni kuhakikisha kuwa una uwezo wa kuoa wanyama wakubwa. Kijana alifikisha umri wa kuoa ili akabidhiwe mke ni lazima auwe madume mawili ya nyani, pundamilia mmoja, pofu mmoja na madebe mawili ya asali ambayo ndio yanakamilisha mahari. Hivyo mshenga wa Kihadzabe utakiwa kupeleka ukweni, na hapo ndipo unaweza kukubaliwa posa na kukabidhiwa mke. Kichwa cha nyani siku ya harusi hulipa na baba mkwe kudhihirisha kuwa hiyo ni heshima baba mzaa chema, ambapo hakuna mtu mwingine katika jamii hiyo atakayeruhusiwa kula kichwa hicho, na hivyo kumfanya baba mkwe kujisikia kuwa kweli anaheshimika kwa kumwozesha binti yake kwa familia nyingine. Je, wataka kujua zaidi? Naam, ulaji wa kichwa cha nyani kwa baba mkwe sio siku ya harusi tu, la hasha. Kijana hukabiliwa na mtihani wa kupeleka kichwa cha mnyama huyo kwa baba mkwe hata baada ya kuoa. Kwa maana nyingine, kila ndani ya nyumba anapoliwa nyani kichwa chake lazima kipelekwe kwa baba mkwe. Kwa kabila la Hadzabe, nyani ndio mnyama mwenye thamani kuliko wanyama wote. Hii ni kutokana na utamu wa nyama yake, ambapo jamii hiyo huamini kuwa nyama ya nyani ni tamu kutokana na mnyama huyo kula matunda matamu ambayo binadamu pia anakula. Hivyo huwa na nyama ambayo utamu wake hauelezeki labda mpaka uijaribu, hivyo thamani yake inakuwa kubwa kulingana na wanyama wengine ambao wanakula majani. Kutokana na sababu hizo, ndio zinawafanya Wahadzabe kumtumia mnyama huyo na nyama yake katika matukio yote ya kijamii, ikiwemo kupatikana kwa mtoto, harusi, misiba na matambiko mbalimbali ya kijamii. Dhana za imani hii ni tofauti ya jamii ya Waswahili, ambapo suala la ushenga huzingatia umri, hekima na kuaminika kwa mtu katika familia inayooa. Jamii ya Hadzabe mchakato wao kuwa huanzia kwa wahusika wenyewe kwa muktadha wa muoaji na muolewaji kukubaliana kuwa wana upendo wa kweli. Kwa jamii hii, suala la mshenga sio muhimu sana, hata kama ana amri, hekima na busara zinazotakiwa, isipokuwa kitu cha kwanza kinachotakiwa ili uweze kumpata mke katika jamii ya Hadzabe ni uwezo usiokuwa na shaka katika kulenga mshale na kuua mnyama muhimu kama nyani. Kwa kufanya hivyo unadhihirisha kwamba wewe ni mwamba na unastahili kupata mwari wa Kihadzabe. Kwa jamii ya Hadzabe, wanyama wakubwa wengine ambao Hadzabe hupenda ni kudu, ofu na twiga, ambapo katika jamii hii kwa sasa kumekuwa na changamoto kuwapata wanyama hao, tofauti na miaka ya nyuma kutokana na sheria na taratibu za uhifadhi wa wanyama pori. Uwindaji sio tu chanzo cha chakula, bali ni uthibitisho wa ulinzi, ujasiri na uwezo wa kuongoza familia, ambapo wazee huanza kuwachunguza vijana wanapofikia umri wa balehe, na wakishajiridhisha kwamba kijana husika ni hodari, kijana hupimwa kwa kupewa mshale wenye sumu kidogo ili aweze kwenda kuwinda. Akiwa katika mawinda yake, kijana anapomwona mnyama mkubwa kama nyani, kumlenga na kumuua, kurudi nyumbani na kutoa taarifa kwa wazee, ambapo wazee hao sasa huenda kuangalia kama kweli kijana huyo amefanikiwa kuua mnyama huyo kutokana na vigezo vilivyowekwa. Katika kabila la Wahadzabe, ndoa ni maridhiano baina ya watu wawili na kufanya siku yoyote ile baada ya masharti kutimizwa, na tofauti na harusi za kisasa, wao hawana siku maalum uliopangwa, bali ni muda wote na wakati wote kijana muoaji anapofanikiwa kuua mnyama, ingawa ikibidi hutakiwa kufanya tendo la ndoa kabla ya harusi kufanyika. Tofauti na makabila mengine, baada ya harusi kufanyika, kijana hukabiliwa na mitihani mingine. Nao ni kulazimika kuishi kwa wiki moja ukweni. Ukiwa ukweni, wazazi wa binti huanza kukufuatilia kama kweli wewe una sifa za mwanaume,
ikiwa ni pamoja na uwezo wa kutunza nyumba na kuishi na familia. Katika kipindi chote cha wiki moja, wazazi wa binti humchunguza bwana harusi kwa karibu ili kuona tabia, heshima na uwezo wake wa kuishi na familia. Hii ni hatua ukomavu na kukubalika, na iwapo wazazi wameridhika na mwenendo wa mwanaume, basi binti ndio hupelekwa ukweni na wazazi wake. Katika kipindi chote ambapo kijana anakuwa ukweni, ndio atakayekuwa na jukumu la kwenda porini na kuleta chakula kwenye familia ili kuonyesha kuwa anastahili kumchukua binti wa kihadzabe na kwenda kuishi naye katika mji wake. Aidha, kwa kuwa kipindi hicho cha wiki moja kijana atakuwa anakula vizuri nyama za porini hasa nyani, basi wahadzabe huamini kwamba mpaka atakapomruhusu kurudi katika mji wake ndio ya kijana huyo itakuwa imejibu, na hapo ndipo mwanzo wa familia mpya kuanza. Ukitaka kujua mengi zaidi kuhusu jamii hii, karibu Makumbusho Urithi Geopark Museum. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media.